Na wakazi wa mji wa Ilbisil katika kaunti ya Kajiado wanaishi kwa hofu kubwa ya kuzuka kwa ugonjwa wa kipindupindu au hata magonjwa mengine. Ni kutokana na mrundiko wa taka kwenye dimbwi lililoko kwenye maeneo ya makazi. Moses Wanjala na taarifa hii kwa kina. Ni kutokana na taka hizi, wakazi katika eneo hili wanasema kuwa wanahofia mlipuko wa magonjwa hatari kama vile kipindupindu kutokana na harufu mbaya inayofika kwenye nyumba zao. Takataka hii ihamishwe hapa, maana imekuwa sasa katikati ya manyumba, imekuwa katikati ya nyumba za watu. Sasa hata katika hii takataka hii kuna umba 5 wamekufa hapa kwa sababu ni kama kuna sumu imetupa hapa. Hiyo shimo tunaomba tuondolewe, kwa maana kuna vitu chafu, mashindano za hospitali, kumemwagwa masumu na watoto wanakuja hapa kushikashika vitu. Si tungeomba tuondolewe hiyo shimo hapa karibu na nyumbani. Daktari wa afya ya umma katika eneo hili amethibitisha kuwa baadhi ya wakazi tayari wanaugua magonjwa ya macho kutokana na uchafuzi unaotokana na taka hizi, na kuelezea kuwa ofisi yake ipo katika hatua za mashauriano na serikali ya kaunti ya Kajiado ili kuhakikisha kuwa dimbwi hili linaondolewa haraka iwezekanavyo. Malalamiko mengine ambayo nimepata kutoka kwa wananchi wa Ilbisil ni kwamba wanalalamikia kwamba wanataka dump site ihamishwe. Hili tutakwenda kulikalia na tuone namna gani tunaweza boresha ama namna gani tunaweza hudumia wananchi kwa njia mwafaka ambayo haitaleta mkurupuko ya ugonjwa wala haitakuja kuleta matatizo. Pia onyo limetolewa kwa wale wanaofuga mifugo ndani ya mji huo kuwa hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yao kwa kukiuka sheria za afya na mazingira. Hairuhusiwi kisheria mtu kuweka wanyama ama kufuga wanyama kwenye town, ndani ya town. Ukijua kwamba uko na wanyama kwenye plot ya town, tafadhali fanya bidii waondoe. Moses Wanjala, NTV.